Iran imekiri kurusha mashambulizi ya makombora ya ballistic dhidi ya Israel mapema Jumatano, ikiwa ni pamoja na matumizi ya makombora ya aina ya cluster yenye uwezo wa kusambaza vipande vidogo vya vilipuzi ili kuongeza uharibifu na kupenya mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, mashambulizi hayo yalihusisha makombora ya Khorramshahr 4 na Qadri yaliyolenga maeneo yaliyo karibu na Tel Aviv. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilieleza kuwa shambulio hilo lilikuwa ni kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa juu wa usalama wa Iran, Ali Larijani. Picha na video zilizothibitishwa na shirika la habari la Associated Press zilionyesha takriban kombora moja likiachia vipande vya milipuko, yani cluster submunitions, juu ya anga ya Israel. Huduma za dharura za Israel zimethibitisha kuwa watu wawili walifariki dunia katika shambulio hilo. Shirika la Magen David Adom MDA lilisema waathirika hao ni wanandoa wenye umri wa miaka 70 waliouawa baada ya kombora kuanguka Ramat Gan karibu na Tel Aviv. Taarifa za awali zinaonyesha walikuwa wakielekea kwenye hifadhi ya mabomu wakati wa tukio hilo. Waokoaji walionekana wakifanya kazi katika eneo la tukio, huku majengo yakiripotiwa kupata uharibifu mkubwa. Aidha, mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 25 alijeruhiwa kidogo kwa vipande vya mlipuko katika eneo la Bnei Brak na kupelekwa katika hospitali ya Ichilov jijini Tel Aviv. Mashambulizi hayo pia yalisababisha uharibifu katika maeneo mbalimbali ya Israel ya kati, ikiwemo kituo cha treni cha Savido jijini Tel Aviv, ambapo huduma za reli zilisitishwa kwa muda. Wazimamoto walikuwa wakipambana na moto katika miji ya Petah Tikva na Kafr Qasim. Wizara ya afya ya Israel iliripoti kuwa katika saa 24 zilizopita watu 192 wamepelekwa hospitali kutokana na mzozo unaoendelea kati ya Israel, Iran na Hezbollah. Kati yao watu 4 wako katika hali ya wastani, 177 wapo katika hali nzuri na mtu mmoja anatibiwa kutokana na msongo wa mawazo. Tangu kuanza kwa vita tarehe 28 Februari, jumla ya watu 3727 wamelazwa hospitali, huku 74 bado wakiendelea kupatiwa matibabu. Mamlaka zimeeleza kuwa baadhi ya watu walijeruhiwa wakati wakikimbilia katika hifadhi za mabomu wakati wa tahadhari badala ya kuathiriwa moja kwa moja na makombora. Polisi wamesema wanaendelea kushughulikia maeneo kadhaa yaliyopigwa, huku wahudumu wa afya wakiripoti kutokuwepo kwa majeruhi wapya kutokana na mashambulizi ya baadaye. Kombora jingine lililolenga kusini mwa Israel ambalo liliwasha ving'ora katika mji wa Beersheba na maeneo ya jirani linaaminika kuwa lilizuiwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Hili linakuwa shambulio la pili la makombora kutoka Iran tangu usiku wa manane, likionyesha kuongezeka kwa kasi ya mapigano kati ya Iran na Israel.